United wako nusu finali ya Europa League, usiku mdogo wa Ulaya, na utaratibu wa loko kwa sasa ni kuzungumza na washabiki lakini ambao pia ni wachambuzi wa kandanda hapa Tanzania ili kuweza kujua maoni yao, wanaiona wapi Manchester United kwenye nusu finali ya michuano ya Europa League. Niko na Siro. United yuko robo finali, ameenda nusu finali. Yuko nusu finali dhidi ya Bilbao. Unaiona nafasi ya Manchester kutoka hapa kwenye nusu finali inawezekana kweli? Inawezekana Omar, lakini itakuwa ni mechi ngumu sana. Nafikiri tofauti hata na hatua iliyopita ya robo finali dhidi ya Olympique Lyon. Ugumu wa mchezo huu kabla hata kutazama kimbinu ama ufundi uwanjani unakuja katika eneo moja. Finali ya Europa League msimu huu imepangwa kuchezwa katika uwanja wa nyumbani wa Athletic Bilbao. Kwa hiyo unaona na Athletic Bilbao ndio watakutana na Manchester United. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima Athletic kuhakikishe kwamba wanapambana ili finali, kwa sababu itachezwa katika uwanja wao wa nyumbani na wao wawe sehemu ya finali. Kwa ugumu wa mchezo huu utaanzia katika eneo hilo hapo. Lakini kwa Manchester United nafikiri ukiangalia hata mechi iliyopita dhidi ya Olympique Lyon, sare ile ya 2-2 pale Old Trafford mpaka zile dakika 90 ikawa jumla aggregate 4-4. Unaona wanaenda kwenye extra time, timu inarudi nyuma kutoka kuongozwa magoli mawili, wanaenda wanafunga mpaka goli la 3 la ushindi. Si kitu kirahisi. Kwa hiyo kinachowasaidia United kwa sasa hivi pia ni ile concentration ya wachezaji na namna ambavyo wamekuwa wakizitaka mechi, hususan hizi mechi kubwa za kuamua. Atakosekana Joshua Zirkzee. Rasmus ni mshambuliaji pekee ambaye yupo kwenye kikosi pamoja na vijana kina Chido, Obi Martini. Unaiona nafasi ya striking force ya United inaweza kufanya nini? Kwa sababu moja kati ya changamoto kwenye Premier League ni Manchester na moja ya safu butu za ushambuliaji dhidi ya Bilbao ambao wiki iliyopita walimkazia Madrid kiasi cha kutosha. Yes, Madrid alishinda moja kwa sifuri, lakini ngumu. Nafikiri ni kubadilisha tu style ya uchezaji, kwa sababu kuna mechi ambazo unaona United ina struggle kwenye eneo la ushambuliaji, lakini angalau kuanzia eneo la kiungo mpaka kwenda kwenye eneo la mbele mwalimu anabadilisha style ya uchezaji. Nitarejea kwenye hiyo mechi dhidi ya Olympique Lyon. Si kwamba United walikuwa na wakati mzuri sana katika eneo lao la kushambulia, hapana. Na ndio maana hata goli la mwisho la ushindi alienda kufunga Harry Maguire ambaye kiasili ni beki. Kina Kobe Mainoo naye alienda kuongeza bao ambalo lilipeleka pressure kwa Lyon. Kwa nafikiri mwalimu atakachoenda kukifanya ni kutengeneza mfumo ambao utamruhusu kila mchezaji kuwa na uhuru wa kuchezea mpira katika eneo la mwisho. Unaweza usiwe na mshambuliaji mkatili katika eneo la mwisho, lakini ukawa na viungo ambao wana uwezo wa kusaidia kuisogeza timu mbele. Kuna Jandro Garnacho miongoni mwa vijana ambao wamekuwa wazuri kutokea pembeni. Eneo la kiungo mwalimu ana machaguo mengi. Casemiro, Eriksen, lakini kuna Bruno Fernandes ambaye naye amekuwa akiwa shujaa muda wote. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna kitu kitaenda kupungua moja kwa moja kiasili kwenye eneo la ushambuliaji, lakini binafsi sitarajii kuona kama inaweza ikawa ni changamoto ya moja kwa moja kuikosesha United matokeo, kwa sababu tayari kuna baadhi ya mechi nyingi ambazo wamekuwa wakikosa aina ya washambuliaji wa design hiyo na wamekuwa wakipata matokeo mazuri tu. Kwa kifupi kabisa, unaona United wakienda finali? Naiona Omar, naiona, na hii naona kama inaweza ikajirudia ile ya msimu 2016-17 chini ya Jose Mourinho, United wakachukua Europa League. Naiona kabisa. Niandikie maoni yako kupitia hapo chini kwenye channel yetu ya Local Content. Unafikiri nafasi ya United kwenda finali ipo kwa kumuondosha Bilbao? Na kama ambavyo Siro amesema, finali ya msimu huu inachezwa pale kwenye uwanja wa nyumbani wa Athletic Bilbao pale nchini Hispania. Maoni yako yatakuwa jambo la msingi sana hapo chini. Kwaheri kwa sasa.